السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بحمده يستفتح كل مقال وبذكره يصدر كل خطاب وبفضله يتناعم أهل الجزاء والثواب وباسمه يشفى كل داء وبه تكشف كل غمة وبلاء وإليه ترفع الأيدي بالتضرع والدعاء في الشدة والرخاء وهو السامع لجميع الأصوات على اختلاف اللغات فله الحمد على ما أسدى وأولى وله الشكر على ما أنعم وأعطى والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى ورسولنا المرتضى خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad pamoja na watu wa nyumbani kwake na masahaba wake wote kwa ujumla. Leo ni tarehe 31 ya mwezi huu wa kwanza mwaka wetu huu wa 2026. Tumebakiwa na masaa machache kuidiriki ile siku ambayo tulikuwa tukiingojea kwa ajili ya dua ya khawasi ya ndoto, na siku yenyewe ni kesho, siku ya tarehe 1 ya mwezi wa pili ya mwaka wetu huu wa 2026. Na siku ya kesho Allah akituamsha salama, tunatakiwa tuanze kufika mahala hapa saa 1 asubuhi, kwa sababu tutapeana maelekezo japo kwa mukhtasar, kisha tutaianza dua yetu. Tunataraji siku ya kesho kufikia mpaka majira ya saa 7 mchana kabla ya swala ya dhuhuri, jambo litakuwa limemalizika. Sasa wewe utakayechelewa ukipitwa na baadhi ya maelekezo, lawama haitokuwa juu yetu sisi, bali lawama itakuwa juu yako wewe. Kwa ni muhimu siku ya kesho watu wajitahidi kufika hapa mapema, wakati naanza semina tuanze pamoja. Ndugu zangu, niliahidi siku ya jana nikasema kwamba kuna hatua za haraka ambazo anatakiwa kuzichukua muotaji mara tu anapoota ndoto na kushtuka kutoka usingizini. Kwa nini tunasema hatua za mwanzo za haraka? Kwa sababu yawezekana ndoto ikawa inabashiri mambo mabaya na ukachelewa kuchukua hatua za haraka, ikawa ni sababu ya kufikwa na hayo mabaya. Na ndio maana nikasema siku ya leo tutaelekezana, na hii ni kama vile first ID, huduma ya mwanzo ambao unatakiwa uifanye ukiwa nyumbani kwako mara tu utakaposhtuka kutoka usingizini. Na ninasema hivyo kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam
qassama ar-ru'ya ala 3 aqsam, amezigawanya ndoto kwenda katika mafungu matatu. Katika hayo mafungu matatu mimi nitatambaa na hili fungu moja tu ambalo ni fungu la kwanza. Mtume akasema farru'ya bushra min Allah ta'ala, mwanadamu anaweza kulala akiwa usingizini akaijiliwa na ndoto, na ndoto aliyoiota huenda ikawa ni bishara kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anaonyeshwa jambo zuri litakalomsibu katika maisha yake. Allah Subhanahu wa Ta'ala yuampa taarifa kupitia ulimwengu wa ndoto ili afanye harakati ya kuliendea hilo jambo zuri. Yawezekana ni jambo ambalo linagusa afya yake, au yawezekana ikawa ni jambo linalogusa uchumi wake, biashara zake, mahusiano yake, kazi zake. Sasa Allah anampa bishara njema kupitia ulimwengu wa ndoto ili afanye harakati ya kuziendea hizo bishara njema alizoonyeshwa kupitia ulimwengu wa ndoto. Sasa ndoto nzuri pia unapoiota, unaposhtuka kutoka usingizini, kuna jambo ambalo unashauriwa kulifanya, na hii ni kwa ajili ya kuepuka tu awaridhu sihiriya au awaridhu shaitaniya, kuepuka vipingamizi vya kichawi au vipingamizi vya kishaitani vinavyoweza kukuzuia wewe kuyafikia yale mafanikio uliyoyaona kupitia ulimwengu wa ndoto. Kuna hatua za haraka za mwanzo ambazo unatakiwa uzichukue mara tu unaposhtuka kutoka usingizini na umeota ndoto, na huenda ndoto uliyoyota ni nzuri. Sasa kwa ajili ya kuepuka vipingamizi vya kichawi, vipingamizi vya kishaitani, husuda za watu, vijicho vya watu, kuna mambo tunatakiwa tuelekezane kabla hata ya kumwendea shekhe na kumhadithia ndoto zako. Wewe mwenyewe unatakiwa kuna hatua fulani uipitie. Lakini pia unaweza ukaota ndoto ikawa unaonyeshwa hatari iliyoko usoni kwako, huenda jambo baya ambalo limekufika au halijakufika, lakini siku za usoni huenda likakufika. Kuna ndoto kama hizi. Na wakati mwingine mtu anashtuka kutoka usingizini, mapigo ya moyo yaenda kasi, kijasho kinamfumuka, wasiwasi na uoga umekuwa mwingi. Kwa nini? Kwa sababu ndoto aliyoiota imemtisha, ndoto aliyoiota imemfadhaisha. Sasa mara nyingi ndoto kama hizi Mwenyezi Mungu anakupa taarifa juu ya jambo baya, huenda limekufika au likakufika. Sasa kuna hatua za haraka unazotakiwa kuzichukua wewe kabla hata ya kumwendea shekhe. Leo tutaelekezana hapa, tusemeni inshallah. Inshallah. Kwa mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, imethibiti kwamba Mtume anasema ar-ru'ya as-salihah min Allah ta'ala, ndoto nzuri inatoka kwa Mwenyezi Mungu mtukufu. Wal hulumu min ash-shaytan, na ndoto mbaya inatoka kwa shaitani. Fa idha raa ahadukum ma yakrahu, basi atakapoota mmoja wenu ndoto anayoichukia, manake ni ndoto mbaya hiyo, falyanfuf an yasarihi 3, anatakiwa apulize upande wake wa kushoto mara 3. Sidhani kama tunafanya hivyo. Haya ni mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema fa idha raa ahadukum, atakapoona mmoja wenu ndoto,
ma yakrahu, inayomchukiza, falyanfuthu an yasarihi thalatha, basi anatakiwa apulize upande wake wa kushoto mara 3. Waliyasta'idh billahi minash shaitani rrajim, na ajilinde kwa Mwenyezi Mungu kutokana na shaitani aliyelaaniwa, wa min sharri ma raa, na kutokana na shari ya kile alichokiota. Ajilinde kwa Allah subhanahu wa ta'ala mara 3. Kwanza anapuliza upande wa kushoto mara 3. Akishamaliza kupuliza upande wa kushoto mara 3, anatakiwa ajilinde kwa Allah kutokana na shari ya kile alichokiona. Unasema a'udhu billahi minash shaitani rrajim minar ru'ya al-khabitha au minal hulumi al-khabith, ninajilinda kwa Mwenyezi Mungu kutokana na shetani aliyelaaniwa, kutokana na ndoto chafu, ndoto mbaya. Unazungumza maneno hayo hata kwa lugha ya Kiswahili, kama hujui lugha ya Kiarabu, sio lazima iwe ni lugha ya Kiarabu. Kisha Mtume akaendelea kufundisha akasema, thumma liyanqalib ala jambihi, thumma liyanqalib ala jambihi al-akhar, kisha ageukie upande mwingine. Kama ulikuwa umegeukia upande wa kulia, geukia upande wa kushoto. Usilalie ubavu huo huo, ndoto hiyo itakurudia tena. Wasiwasi utakuwa mwingi katika moyo wako. Kwa kisha puliza upande wa kushoto mara 3, kijilinda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutokana na shaitani aliyelaaniwa, basi wewe geukia upande mwingine, ubavu mwingine, lalia ubavu mwingine, na upande ule uwe ni mwingine, sio ule ule. Haya ndio ambao unatakiwa uyafanye baada ya kuwa tu umelala na umeota. Ndugu zangu, swala la kulala sio swala la kudharau. Kulala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, waja'alna naumakum subata, na tumeufanya usingizi wenu kuwa ni starehe. Usingizi ni starehe. Tunaambiwa an-naumu huwa wasilatu rahati lil insan, usingizi ndiyo sababu, ndiyo njia inayomfanya mwanadamu kupata raha, ndiyo njia inayomfanya mwanadamu kupumzika baada yaumin tawilin wa shaq, baada ya kupitiwa na siku ndefu. Yamempitia masaa 12 au masaa 13, 15, baada ya kuwa amepitiwa na siku ndefu, na katika siku hiyo amepitia tabu nyingi, shughuli nyingi, changamoto nyingi. Sasa anahitaji kupumzika. Wayambaghi an yakuna an-naumu hadi, na inapendeza kwa mwanadamu usingizi uwe mtulivu, sio ule usingizi wa mangamungamu, sio ule usingizi wa kushtuka shtuka, sio ule usingizi ulioambatana na vitisho. Wewe umechoka kutwa nzima, umepitia changamoto nyingi, sasa unatakiwa uende ukapate usingizi uliokuwa mtulivu. Na kama ndoto, basi zije zile ndoto ambazo ni nzuri. Kwa nini mwanadamu anatakiwa apate usingizi uliotulia? Likai yasta'ida quwwahu, ili aweze kuandaa nguvu yake. Wayabda yawmahu aljadida binishati, na aweze kuianza siku yake mpya nyingine hali ya kuwa ni mchangamfu. Ukiijiliwa na ndoto mbaya, siku yako mpya nyingine utaianza katika hali ya huzuni, katika hali ya fadhaa, ukiwa ni mnyonge. Wa aktharu ma yuqlaqu naumu shakhsi, na mara nyingi kinachoweza kuharibu usingizi wa mtu huwa ru'yatul ahlami sayyi'a, nazo ni zile ndoto mbaya. Ndoto mbaya zinaharibu usingizi wa mtu, na pakikucha asubuhi mtu anaianza siku yake vibaya kabisa. Ndio utaona kuna baadhi ya watu wanalala, akiwa usingizini anaota kuna dude linamkaba, anajitahidi kujitutumua, kujikwamua kutokana na dude lile, hawezi, nguvu haipo.
anajitahidi kupiga kelele, aliyelala pembeni yuamsikia zile kelele, tena anapiga kelele kwa tabu mpaka aguswe hivi, yule aliyolala pembeni yake amguse hivi, ndio utamwona mtu anashtuka, mapigo ya moyo yanaenda kasi, uoga umekithiri kwenye moyo wake, kijasho kinamfumka. Hii ndoto inaitwa al-kawabis. Ni sheitani maalumu anakuja kukotesha ndoto kama hizi, anakutaabisha na kuingiza wasiwasi na uoga katika moyo wako. Sasa ndoto kama hizi ukishtuka kutoka usingizini, ndio unatakiwa sasa wewe, cha kwanza kabisa, puliza upande wako wa kushoto mara 3, kisha jilinde kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutokana na ubaya wa hii ndoto uliyoiota. Sasa watu hatufanyi hivyo. Kabla hata ya kumwendea shekhe wako, wewe unatakiwa ufanye hivyo. Lakini pia kama ni ndoto nzuri, umelala umeota ndoto nzuri, mathalani umekutana na watu wamekupa zawadi, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema tahadu tahabu, peaneni zawadi mtapendana. Zawadi ni kitu kinachojenga mapenzi. Kwa hata ukiota kwenye ndoto umepewa zawadi, ni dalili ya mapenzi, ni dalili ya mafanikio katika maisha yako. Na hasa ukiota umepewa zawadi ya kitu unachokipenda. Sasa ndoto kama hii ni ndoto nzuri. Tunashauriwa ukishtuka kutoka usingizini, kwa sababu kuna awaridhu sihiria, kuna vipingamizi vya kichawi, kuna vipingamizi vya kishaitani, kuna husuda za watu na vijicho vya watu. Umeota ndoto nzuri, ebu simama, nenda kashike udhu. Ukishamaliza kushika udhu, swali rakaa 2. Katika sijida ya mwisho muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akukutanishe na kheri ya hiyo ndoto uliyoiota. Hizi ndio hatua za mwanzo ambazo unatakiwa kuzichukua, na niliahidi siku ya jana kwamba leo nitakuja kuzielezea. Baada ya kuyaeleza hayo, hii ni semina ya mwisho kuelekea katika tukio la kesho. Cha kwanza, ili uwe mshirika mzuri katika dua yetu ya kesho, unatakiwa upate waraka huu. Huu waraka wapo waliolalia mwezi mzima, na hao wamethamini jambo, na siku zote nimekuwa nikisema mwenye kuthamini jambo nalo litamthamini kwa uweza wake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini tunapokuambieni mulalie waraka huu, sio tunakuchosheni bure. Mafanikio kupitia waraka huu yapo. Hata shekhe wangu Yahya hapa alikuwa ananiambia mimi nilikuwa sioti, na ikitokea kuota ikifika asubuhi mimi ninasahau, lakini Yahya ananiambia ndoto sasa hivi zinakuja kama mvua, na kila nikiota ikifika asubuhi nakumbuka nilichoota. Shekhe Yahya, sasa kama ambavyo ndoto zake zimefunguka na kama ambavyo kumbukumbu inarejea, basi hivyo amuondolee vipingamizi vya kichawi, vipingamizi vya kishetani, aweze kuyafikia mafanikio anayoyaona kupitia ulimwengu wa ndoto. Allah mbadilishie maisha yake, Allah ajalie mambo yake kuwa katika mustawa na hali iliyokuwa bora. Sasa mirejesho tunapata sisi, watu wanatueleza kwamba shekhe, ndoto zinafunguka, kumbukumbu zimerejea, na kuna wengine wameshaanza kufanikiwa katika mambo yao, katika biashara zao, kwenye kazi zao, kwenye mahusiano yao kupitia waraka huu. Kwa hiyo cha kwanza unachotakiwa kukipata ni huu waraka, na huu waraka umeandikwa dua 2. Dua ya kwanza ni ile anayekuombea shekhe pindi anapotaka kuitafsiri ndoto yako. Yani wewe unapoota mathalan pamekucha asubuhi, unamwendea shekhe, unamwambia shekhe, usiku wa kuamkia leo mimi nimeota ndoto, nataka nikuhadithie hiyo ndoto.
Kabla ya wewe kuhadithia ndoto yako, shekhe anatakiwa akuambie khairan tutalaqa au sharran tutawaqa. Hiyo ndoto uliyoiota hiyo ambayo wewe ataka kunihadithia mimi, kama ni ya kheri, na kuombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kukutanisha na hiyo kheri, na kama ni ndoto ya shari, na kuombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala akuepushie hiyo shari. Shekhe anatakiwa kuombea dua hii kabla wewe kuhadithia ndoto. Sasa hii ndio dua ambayo tumeandika kwenye waraka huu ambao wewe unaulalia. Kama ndoto zako zimefungwa, Allah jaalie zifunguke, na kama unasahaulishwa, Allah subhanahu wa ta'ala aviondoshe hivyo vinavyokusahaulisha, kumbukumbu irejee. Na kama kuna vipingamizi vya kichawi au vipingamizi vya kishetani vinavyokuzuia wewe kuyafikia mafanikio uliyoyaona kupitia ulimwengu wa ndoto, Allah akuondoshee vipingamizi hivyo ufikie mafanikio hayo. Sasa huu waraka, kitu cha kwanza kilichoandikwa hapa ni hii dua, khairan tutalaqa au sharran tutawaqa. Lakini dua nyingine iliyoandikwa ni pale unapomhadithia shekhe ndoto kisha akakupa tafsiri, na baada ya kukupa tafsiri huenda amekupa ushauri. Sasa kabla ya wewe kuondoka kwa shekhe, shekhe anatakiwa kuombe tena dua nyingine. Sasa watu wanataka watafsiriwe ndoto tu bila sadaka. Kuna kazi, kwa sababu kinijia mimi njoo basi angalau na sadaka. Shekhe, mimi nimekuja na sadaka hapa na ndoto yangu, ndio unaniona nafunguka sasa, khairan tutalaqa au sharran tutawaqa, afu ndio nakwambia unihadithie. Sasa wewe unakuja bure bure, mkono mtupu haulambwi bwana. Unakuja tu, shekhe, mimi na ndoto. Msipende sana bure bure, ghali. Njoo na sadaka. Shekhe, mimi nimekuja na sadaka hapa, lakini nina ndoto yangu, nataka nikuhadithie. Pale pale mimi nitakwambia khairan tutalaqa au sharran tutawaqa. Basi nihadithie ndoto yako. Tahadithia, mimi nitakusikiliza kwa makini kabisa. Kisha baada ya kuwa umenihadithia hiyo ndoto, mimi nitakupa tafsiri, na baada ya tafsiri nitakupa ushauri, na baada ya ushauri sasa ninakuombea dua. Sasa dua za bure bure jamani, kila dua bure tu. Dua nitakayo kuombea inafunguliwa na tasbih Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Hapana mola mwenye haki ya kuabudiwa isipokuwa wewe Allah, umetakasika na mabaya, hakika mimi nilikuwa ni miongoni mwa watu madhalim. Kisha dua inayofuatia, Allahumma inna ibaduka, e Mwenyezi Mungu, hakika sisi ni waja wako, wa abna'u abdika, na ni watoto wa mja wako, wa abna'u amatika, na ni watoto wa mjakazi wako, nasiyatuna biyadika, utosi wetu uko kwenye milki yako, madhin fina hukmuka, hukumu yako kwetu sisi ni ya uadilifu, adlun fina qada'uka, yani madhin fina hukmuka, hukumu yako imepita kwetu sisi, adlun fina qada'uka, lile ulilolihukumilia kwetu sisi ni la uadilifu. Nas'aluka Allahumma, tunakuomba e Mwenyezi Mungu, bikulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka, kupitia kila jina ambalo umejiitia nafsi yako, au anzaltahu fi kitabika, au lile jina ambalo umeliteremsha kwenye kitabu chako, au allamtahu ahadan min khalqika, au lile jina ambalo umemfundisha yoyote miongoni mwa viumbe wako, au ista'atharta bihi fi ilmi alghaibi indaka, au lile jina ambalo umejihusisha wewe mwenyewe kulijua katika ilmu yako ya ghaibu. Antaj'ala alqur'ana rabi'a qulubina, tunakuomba uifanye Qur'ani hii iwe ni kilainisho cha nyoyo zetu, wa nura absarina, na uifanye iwe ni nuru ya macho yetu, wa jalaa ahzanina, na iwe ni sababu ya kutuondolea huzuni zetu, wa dhahaba humumina wa humumina, utuondolee shida zetu na dhiki zetu, birahmatika ya arhamar rahimin. Hii dua anakuombea mtu baada ya kuwa amekutafsiria ndoto, na yenyewe imeandikwa kwenye waraka huu. Ukishaupata huu waraka, ndio unaukunja
unauweka kwenye mto wako wa kulalia. Sasa kuna wengine hawana huu haraka, ndio watauchukua leo, watapata fursa ya kulalia siku moja ambayo kesho yake wanaamkia dua. Sasa kuna wengine wamelalia mwezi mzima, lakini kuna wengine watachukua leo, unalalia leo unaamkia dua. Ajabu ya Rahmani, kuna wengine watakuja kuchukua kesho, dua imekwisha soma. Ambao hawajapata huu haraka wanyoshe mikono yao, ambao hawajapata haraka. Usione haya, maana kuna mwingine anasema ndio atachukua leo, anaogopa kunyosha. Mimi nilisema wapo. Sasa maandalizi namba moja unayotakiwa kuyafanya upate huu haraka. Lakini maandalizi namba 2, kila siku ya Ijumaa jioni na Jumamosi jioni kama ya leo, tumekuwa tukigawa kombe bure. Waraka unatolewa bure na kombe pia linatolewa bure. Kombe ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yanayokufungulia wewe ndoto zako, yanayorejesha kumbukumbu ya ndoto. Wewe ambaye ukiota imefika asubuhi umesahau ulichoota, ni maneno ya Allah ambayo yanaondosha vipingamizi vinavyokuzuia wewe kuyafikia mafanikio uliyoyaona kupitia ulimwengu wa ndoto. Ni kombe ambalo linaondosha mabalaa. Tunaligawa kila siku ya Ijumaa jioni, Jumamosi jioni kama ya leo. Na ninafikiri kugawiwa kombe hilo mwisho leo, kwa sababu ni kombe ambalo lilikuwa likienda na khawasi ya dua ya ndoto. Hicho ni kitu cha pili ambacho unatakiwa ukipate. Na 3, ili mwendo wako usiende patupu, juhudi yako isiende patupu, ni kupata ile dawa inayoitwa Ahlamu Poda, dawa ambayo ndani yake kuna miti 13. Hii dawa jamani, cha kwanza kabisa inabatilisha uchawi kama umerogwa, tena aina zote za uchawi. Manake uchawi una aina nyingi. Tunaambiwa as-sihru muqayyadatu biawamiri sahiri, uchawi umefungamanishwa na maelekezo anayoyataka mchawi. Mchawi anavyotaka kukuroga na ndivyo uchawi unavyokwenda kufanya kazi katika mwili wako. Kwa hiyo anwa'u sihri la hasara laha, aina za uchawi hazina idadi. Aina za uchawi ni nyingi sana. Sasa hii dawa kwa sababu ndani yake kuna miti 13, cha kwanza inakwenda kubatilisha aina zote za uchawi. Ni dawa muhimu sana hii. Lakini pia inakwenda kuwafukuza mashaitani wa aina zote. Iwe ni jini Subiani, iwe ni jini Makata, iwe ni yule Maimuna, awe ni jini Tayara, awe ni jini Mahaba, awe ni jini Kinyamkera, aina zote za mashaitani wa kijini wanakwenda kuondolewa na dawa hii. Lakini dawa hii inaondosha hasadi, na sio hasadi peke yake tu, hata kama hasadi imeambatana na kijicho inakwenda kuondosha. Na tunapoizungumza hasadi, tunapozungumza kijicho, yani ni vitu vibaya sana. Madhara yanayotokana na hasadi, madhara yanayotokana na kijicho ni makubwa kuliko madhara yanayotokana na uchawi, kuliko yale madhara yanayotokana na mashaitani wa kijini. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, lau lingekuwepo jambo linaloweza kuitangulia kadari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi kijicho kingeitangulia kadari ya Allah, namna kilivyo na madhara kwenye afya za wanadamu na maisha yao kwa ujumla. Lakini leo tumeghafilika na hasadi, tumeghafilika na vijicho. Wewe tazama Nabiiullah Yaqubu, wakati ule anawatuma watoto wake waende Misri kufuata chakula, aliwaambia, enyi wanangu, la tadkhulu min babi wahidin wadkhulu min abwabi mutafarriqa. Enyi wanangu, mnakwenda kule Misri, msiingie kupitia mlango mmoja, ingieni kupitia milango tofauti tofauti. Sasa wafasiri wa Qur'ani akiwemo Ibn Abbas radhiallahu anhuma
anasema khashya alaihimul aini. Nabii Yakobo alikuwa anaogopa watoto wake wanaweza wakapatwa na vijicho, kwa sababu walikuwa watoto wale ni wazuri, handsome boy. Kwa hiyo wakiingia sehemu moja, macho yote yatawatazama, itakuwa ni sababu ya kupatwa na madhara. Huyu ni nabii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anakiogopa kijicho, na huenda ni kile kijicho kilichoambatana na husda. Kijicho ni kitu kibaya sana. Kijicho kinaondosha neema, iwe ni neema ya afya, iwe ni neema ya mali, iwe ni neema ya biashara, iwe ni neema ya ndoa, iwe ni neema ya kazi. Kijicho kinaondosha. Sasa dawa hii inayoitwa Ahlamu Poda inaondosha hasadi pamoja na vijicho, si dawa ya kukosa. Lakini dawa hii, ndugu zangu, kwa wale ambao wamerogwa, na baada ya kuwa wamerogwa ndoto zao zikafungwa ili wasipokee taarifa ya kile walichofanyiwa kupitia ulimwengu wa ndoto, dawa hii inakwenda kufungua hizo ndoto. Dawa hii inayoitwa Ahlamu Poda. Lakini kwa wale ambao wamerogwa na wakawa wanasahaulishwa ndoto, ili wasikumbuke taarifa waliopewa kupitia ulimwengu wa ndoto wa kile walichofanyiwa, hii dawa inakwenda kurejesha kumbukumbu ya ndoto zao. Lakini wapo ambao ni mahodari mno wa kuota ndoto nzuri zenye kubashiri utajiri, zenye kubashiri kufanikiwa kwenye mahusiano, zenye kubashiri kupata kazi nzuri, lakini wamekuwa wanayangojea hayo manufaa siku hadi siku. Siku zinakatika, hakuna lolote walilolifikia. Sasa hawa wakitumia Ahlamu Poda vizuri kama nitakavyowaelekeza, ile Ahlamu Poda inakwenda kuondosha awaridhu sihiria au awaridhu shaitania, vipingamizi vya kichawi au vipingamizi vya kishetani vinavyowazuia kuyafikia mafanikio walioyaona kupitia ulimwengu wa ndoto. Ahlamu Poda. Lakini kwa wale ambao wamekuwa wanapata ndoto mbaya zenye kubashiri mambo mabaya, ndoto chafu, zikiwemo hata hizi ndoto za jini mahaba, hebu chukua Ahlamu Poda, ufuate maelekezo, inakwenda kuondosha ndoto mbaya kama hizo. Nimesema kwamba ndani yake pana miti 13. Mti wa kwanza ambao umeingia humu, na mimi sina uchoyo, kama utakwenda kutafuta katafute mwenyewe, unaitwa mkalalwahubi. Umeingia humu. Huu unabatilisha uchawi, unafukuza mashetani, unaondosha hasadi, vijicho, nuksi, unafungua ndoto. Mkalalwahubi. Lakini mti wa pili ni ule unaoitwa mpapa, na wenyewe umeingia humo. Kazi yake ni hiyo hiyo. Na mti wa tatu mhoja, na mti wa 4 kondoa muhuri, na mti wa 5 habbatu nuksi. Kwa nini habbatu nuksi tumeiweka kwenye Ahlamu Poda? Kwa sababu mtu anaweza akarogwa akapata mandoto mabaya. Haya, tumekushamuondolea huo uchawi, lakini zile ndoto mbaya zimemwachia nuksi. Ndio maana tumeweka habbatu nuksi kwa ajili ya kuondosha. Lakini ndani yake kuna nyota bahari, na hii ni kwa ajili ya kutia nuru mwili wako, kurudisha mvuto, kusafisha nyota. Kwa sababu kishakuwa na ndoto mbaya, ina maana umerogwa, umefanywa vitu vibaya. Sasa kuna haja ya kuisafisha nyota yako. Lakini ndani yake tumeweka mkunazi, ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwaelekeza maswahaba wachukue majani ya mkunazi, wayaponde ponde, watie kwenye maji, wasomee surati al-Fatiha, waoge kwa ajili ya kubatilisha uchawi, kuondosha hasadi pamoja na vijicho na manuksi. Mkunazi umeingia humo. Na tunaambiwa minan nabati muhabbabati inda rasulillah, mkunazi ni miongoni mwa mimea iliyokuwa ikipendwa sana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ndani yake tumeweka mwosha fedha kwa ajili ya kukupandisha hadhi na thamani na kufungua milango ya mali. Lakini tumeweka mporipori, tumeweka mwembe bahari, pia na hizi zina faida zake. Tumeweka mkaburi ambao unaitwa gharqadi, na tumeweka mpepeo na mti unaoitwa mbarika. Miti 13 imeingia kwenye Ahlamu Poda. Na miti hii imefanyiwa utafiti, sio alimradi kujichanganyia. Na baada ya utafiti ikafanyiwa majaribio, ndio inayoweza kufungua ndoto zako, ndio inayoweza kurejesha kumbukumbu ya ndoto zako,
ndio inayoweza kuondosha vipingamizi vinavyokuzuia wewe kuyafikia mafanikio uliyoyaona kupitia ndoto. Ndio miti ambayo inaweza kuondosha mabalaa ambayo taarifa zake umezipata kupitia ulimwengu wa ndoto. Miti hii 13. Jana niliwaambia kuna pisi 100 zimechukuliwa 20, zimebaki 80. Sasa sidhani kama kesho wewe utakayekuja siji saa 4 au saa 5 unaweza kuzikuta dawa hizi. Ikiwa Allah amekujalia sadaka shilingi 10,000 leo, njoo na sadaka yako hapa nikupatie Ahlamu Poda, uwe nayo tayari, ibakie kesho tu kupokea maelekezo unafanya nini kupitia waraka huu, ukichanganya na kombe utakalopewa na hii Ahlamu Poda unatumiaje vitu hivi vitatu. Manake vinakwenda pamoja, kwamba Ahlamu Poda pamoja na waraka wenyewe pamoja na kombe utakalopewa. Kwa inshallah, kabla hatujagawa waraka siku ya leo na kabla tujaingia kwenye dua, tuwape fursa wale ambao wamekuja na sadaka ya shilingi 10,000 ili tuweze kuwapatia Ahlamu Poda. Innahu waliyu tawfiqi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.